Mzize sahi yuko pale juu mabao 13 tayari akiendelea kujiwekea nafasi nzuri. Jana tulipata nafasi pia kumzungumza Soa, japokuwa yeye aliingia dirisha dogo na kiwango chake kuendelea kuwa vizuri, ila Mzize akaona amezungumza, ngoja nifanyia kwangu. Huyo hapa na mabao 13 Nasser Alfan. Bato nyingine hii tena. Kiatu sasa. Wastani nzuri kwa mchezaji ambaye anatokea pembeni, of course, lakini sio kama winga, anacheza kama inside forward. Na nafikiri chini ya Gamondi alikuwa hapati nafasi ya kuanza mara kwa mara. Nafikiri ni mchezaji ambaye amenufaika sana na mabadiliko ya bench la ufundi. Toka aje Ramovic ndo hapo wastani wake wa kufunga ulipoongezeka. Na chini ya Milud pia anaonekana ameendelea pale alipoishia kwa Ramovic. Nafikiri pia mabadiliko ya position pia yamemsaidia kutoka kutumiwa kama mshambuliaji wa kati kuja kwenye kutokea pembeni. Kitu ambacho mimi naamini ni kwamba kwa mchezaji ambaye anatokea pembeni kuna space ya ziada ambayo anaipata kulinganisha na mchezaji ambaye anacheza kama center forward, mshambuliaji wa kati. Pale hata movements zenyewe zinakuwa ni tofauti sana. Mshambuliaji wa kati space kwake inakuwa ndogo sana. Muda wote unaweza ukajikuta upo na center back wale wawili. Kwa hata mahesabu yako yanatakiwa yawe makali sana, tofauti na mchezaji ambaye anatokea pembeni. Kwa mchezaji ambaye anatokea pembeni tayari una center forward ambaye akifanya movement yoyote, na uzuri ni kwamba mbele pale yupo Dubi, ataenda pembeni kushoto, kuna muda ata drop deeper. Kwa akifanya hivyo kuna space ambayo itafunguka. Kwa ukifunguka kama wewe una mahesabu pia mazuri ya kutumia hiyo space, unakuwa unapata uwanja mpana wa kufanya runs, yani runs yake kidogo inakuwa ndefu. Kwa unaweza ukaikuta space ipo wazi na ukaiattack ile vizuri. Ama hata concentration za walinzi pia wa timu pinzani kwenye ile box kabisa kwa asilimia kubwa inakuwa kwa mshambuliaji wa kati. Kwa hiyo wewe inside forward ambaye ni kama winga, lakini timing yako inakuwa ni kuattack box, inakuwa kidogo space kwako inakuwa kubwa tofauti na mshambuliaji wa pembeni. Kwa hiyo naamini pia haya mabadiliko ya nafasi ya yeye kutoka kama mshambuliaji wakati kwenda kutumika kama winga kwa kiasi fulani yamemsaidia. Then ukiachana na hiyo ni kwamba hivi sasa amekuwa na ratio nzuri ya kutumia nafasi tofauti na ilivyokuwa awali labda. Na ukishakuwa hivyo kama mshambuliaji, ya confidence yako inakuwa inazidi kupanda. Jana ulikuwa hata ukiangalia ile game ulikuwa unaona ni mchezaji ambaye anatamani kufanya kitu kwenye eneo la mwisho. Yani unaona ile desire ya yule mchezaji kutaka kufunga goli. Kwa hiyo of course finishing yake imezidi kuboreka. Hivi sasa ana confidence, akiwepo uwanjani hajifichi, anatamani kuwa kwenye eneo hatari na kufunga goli. Then kwa kuongezea, naamini pia mabadiliko ya nafasi ya kutolewa kutumika kama mshambuliaji wa kati na kuwa kama mshambuliaji wa pembeni yamemsaidia yeye yani amemsaidia yeye kuwa kwenye maeneo ya kufunga mara kwa mara.